Miaka 8 ya Haji Henry Mkwende katika kazi ya ushonaji wa viatu, utengenezaji mabegi, kurudishia zipu zilizoharibika, utengenezaji wa viatu vya Maasai mguu kwa mguu, iwe mvua ama jua, nyumba kwa nyumba, kijiji kwa kijiji. Hatimaye mmiliki wa kampuni ya Kanjibai Shoes Product. Kwa majina anaitwa Haji Henry Mkwende. Ndiye mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Kanjibai Masai Shoes Product. Kampuni hii inajihusisha na utengenezaji wa viatu vya Masai, ushonaji wa ndara, viatu, mabegi na kuweka zipu. Ulikuwa ni wakati gani ulipoanza kufanya shughuli hizi na ilikuwa wapi? Swali zuri sana. Mara kwanza kabisa nimeanza kufanya shughuli hizi kwa kutembea nyumba hadi nyumba ndani ya miaka 4. Nyumba hadi nyumba hadi karibu. Tunashona ndara, viatu, mabegi, kakola nzima na kata za jirani ambazo naweza kuzifikia kwa njia ya miguu. Na mwaka wa 5 2022 niliamua kufungua kampuni rasmi kutokana na kazi yangu hii ndio inayonifanya niishi mjini. Umeniambia kwamba ni kampuni ya ushonaji wa viatu lakini pia mabegi, unashona ndala za Masai. Sasa yani mpaka inakuwa kampuni inajua kwamba kuna vigezo ambavyo iko navyo. Sasa wewe kama mkurugenzi wa hii kampuni, kuna hatua ambazo umewahi kuzichukua kwa ajili ya kurasimisha biashara yako? Na ni kweli mimi kama CEO wa hii kampuni ya Kanjibai nimefanya vigezo vyote na nimerasimisha BRELA, na mpaka sasa hivi certificate zote za kampuni zipo ndani ya ofisi, nadhani zipo kwa hapo ukutani, zipo. Sawa. Na tukiachilia mbali zaidi kampuni, watu wengi walishangaa sana kwamba fundi viatu kuwa na kampuni ya kushona viatu. Umeona? Walishangaa sana. Na siku zote kazi yote utakiwa ipende na hiyo itakupenda. Bila kazi usipoipenda, hata kama ulipe pesa kiasi gani, haiwezi kukupenda. Hata ile pesa utakayopokea haiwezi kukupenda. Licha ya kufanya kazi ambayo mara nyingi ni miongoni mwa kazi zinazochukuliwa poa na kudharaulika, ameyabeba yote hayo kama sehemu ya changamoto. Miongoni mwa changamoto kubwa inayokera ni kudharaulika kwa kazi zenu. Hali hii kwako ikoje? Ina mapokeo gani kwako? Na siku zote ukishakuwa mkongo kwenye game, unatakiwa upokee kila hali ya changamoto. Na ni kweli asilimia kubwa au 95 hizi kazi za fundi viatu watu wanazidharau na tunadharaulika sana, tena sana kupita kiasi. Tafasiri yake ni kwamba ishazoeleka hizi kazi za wazee ambao hawana nguvu. Ile hizi kazi ni za watu wote. Karibu brother, karibu. Umeona kama sasa hivi napokea wateja tayari ofisi, karibu brother. Tayari ofisi wanafahamu kwamba Kanjibai ndio wanapata huduma bora na sahihi, rastahiki. Tumeelewana vizuri? Karibu sana. Basi haina shida, nadhani upiga dawa hiki kingae na kushona kimoja. Hiki dawa hapo 2000 na hii hapa ni gundi, ili kiatikiwe vizuri. Unaposhona kidogo inakuwa changamoto mauzo ya kuonekana. Sawa bro, jumla shilingi vyote shilingi 3000. Sawa bro. Hapana bro, tokana na material tunaigiza kutoka mbali, Sawa bro. 2500. Basi haina shida. Poa. Asante. Karibu. Haya, jisikie kwa nyumbani. Ndio. Shuhudia ukarimu mzuri sana kwako. Sasa mbali na changamoto hiyo ya kazi hizi za ufundi viatu kudharaulika, lakini pia umesema wewe ni unashona mabegi kwa maana ya zipo au kwa maana gani? Swali zuri sana. Cha kwanza tuna design mabegi kwa kutumia vitu ambavyo ni asilia, mfano turubai. Sawa? Turubai unaweza kudesign begi la mgongoni na likadumu kwa muda mrefu sana. Sawa? Hata kuuza kwa bei cheap hapo bei ya chini, ila inabaki ile ukumbusho kwamba ule ni mkono wangu. Sawa? Na tukizungumzia masuala ya nanilia kuweka zipu. Umeona kama begi kwa ina zipu, tunaweka zipu. Tutafanya repair kuweka zipu. Sawa? Na hizi ndara za Masai mitindo yote hapo wote tutengeneza. Siku zote tunakutana na watu wanaotupa sababu
nyingi za kusonga mbele hata tunapohisi kuchoka. Kupitia kazi hii, Haji Henry ana malengo, ndoto na maono ya kufika mahali. Na nadhani Mungu akisaidia maximum baada ya miaka 2-3 hivi kwenye 2025, 28, 26 au 27 naweza nikaanza kutengeneza ile viatu vya kufunika ambao ni viatu vya kamba ambao kwa Kiswahili la wanaita kokoko, vile viatu vya kuingilia bungeni vya ngozi pure kutoka kwa Kanji by Masai Choose Product. Ulikuwa ni wakati gani ulipoanza kuwaza sasa? Maana umesema kwamba ulikuwa unatembea nyumba kwa nyumba kwa ajili ya kwenda kutafuta wateja, lakini mwisho siku ukaamua ufungue ofisi kama hivi. Mtu anatoka nyumbani anajua anakuja kwa Kanji by kwa ajili ya kushona viatu na kufanya shughuli zake zingine. Ulikuwa ni wakati gani ulipoanza kuwaza kwa ajili ya kuikuza biashara yako lakini pia kuirasimisha? Maana yake najua wako mafundi wengi lakini pia hawajajua au watu wengi hawajui kwamba hata biashara kama hii au kazi kama hii inaweza ikarasimishwa. Ni vizuri kabisa. Hii baada ya mwaka 2021 kipindi ninapokuwa natembea huwa natembea kila kitu mdogo tunakuwa na idea baadaye. Idea baadaye kama nataka niwe kwa mimi kwa baadaye niwe nani. Sawa? Ni ajili watu ili kupunguza wimbi la ajira. Kupitia kazi yako hii umewahi kupoteza kiatu cha mteja? Na ni kweli kupitia kazi hii kupoteza kiatu cha mteja tokea nianze sijawahi. Sasa hivi ni nadhani mwaka wa 8 naelekea wa 9 sijawahi kupoteza kiatu cha mteja. Viatu vyote vya wateja vinapatikana kwa muda mwafaka. Ndio maana asilimia kubwa nikaamua ndani ya ofisi yangu ili kuondoa usumbufu na wateja. Unapoacha kazi utakuwa uache na pesa ili uingie kwenye orodha ya kupatia huduma muda huo. Kiasi kwamba usipofanya vigezo na masharti, usipotimiza mteja huduma hautaweza kupata zaidi, nitatunza tu kiasi. Analea familia yake ikiwa ni mke pamoja na watoto, huku akiwa mbeba maono sio tu ya kwake bali mke na watoto wake kwa maisha yao ya leo na ya kesho. Miongoni mwa mafanikio ambayo unajivunia toka umeanza kazi hii ni yapi? Swali zuri sana. Cha kwanza nahudumia familia yangu vizuri. Una mke na watoto ama? Yes, na mke na watoto na wanasoma, wanaishi vizuri. Hata baba unaona hapa wanaishi vizuri. Nafurahia matunda kazi yangu, hata familia yangu inafurahia matunda kazi yangu. Hata na jamii yenyewe kwa ujumla inatambua uwepo wangu, inafurahia na huduma zangu nazozitoa kwa kampuni yangu ya Kanji by Masai Choose Product. Unazungumza sasa na vijana ambao wanaona haya kufanya kazi yoyote, hususan kama kazi kama hizi, yani wanahisi kuaibika kwenye jamii zao, wanahisi labda jamii itawatazama vipi? Na ni kweli tuje kuangalia wimbi kubwa la vijana hususan ile kaletu sisi tunaogopa kufanya shughuli za kujiajiri. Tunataka tutumikishwe ambao tuajiriwe. Sawa? Hivyo basi na wasifu vijana wenzangu, vijana tuchangamkie fursa ya kujiajiri, tusipende kuajiriwa. Na siku zote maendeleo sio kuajiriwa, maendeleo ni kujiajiri. Kujiajiri kwenyewe, hata kilimo ni kujiajiri. Unapotunza familia yako vizuri, unategemea kile kipato. Unakitolea wapi? Sawa? Hivyo basi na wewe si vijana wenzangu popote pale mlipo, tujitoe na kujitolea kwa ajili ya maisha yetu ya baadaye, kwa ajili ya familia yetu, kwa ajili ya vizazi vyetu vinavyokuja, ili tujiajiri, tusione aibu. Na tusione aibu kufanya shughuli yote ile, ili mradi tu mkono uende kinywani, familia izidi kuhudumiwa na ipate stahiki zao sahihi za msingi. Na pia tuvunje makundi ya uadui na chuki. Tusikie vijiweni kucheza mara kamali mara karata. Kiasi kwamba si sahihi wewe kijana umri wa 18 kuendelea unacheza kamari, mara umekaa kwenye genge, unazungumza masuala ya kisiasa, hauna tamia mfukoni, unamshabikia mtu fulani ili upate pesa. Tafasi yake wewe utakuwa ni mtumwa wa fikra maisha yako yote. Mtazamaji, miongoni mwa mambo ambayo yanasisitizwa kila siku katika masikio yetu ni urasimishaji wa biashara na shughuli ambazo tunazifanya. Mjasilia TV leo imemtembelea
Kanjibai Shoes Product. Yeye anajihusisha na masuala ya ushonaji wa viatu vya Maasai, lakini pia yeye anashona mabegi kwa maana ya kudesign mabegi aina mbalimbali, lakini pia anaweka zipu, yani anarudishia zile zipu ambazo zimeharibika. Sambamba na hayo, jambo zuri na kubwa zaidi ni kwamba biashara hii imerasimishwa. Yani fundi wa viatu vya kushona kawaida, lakini pia fundi wa viatu vya Maasai kutengeneza mabegi kwa maana ya kuweka zipo, lakini pia kwa design, amerasimisha biashara yake BRELA. Na zaidi sana anatambulika na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Habari gani kwako mfanya biashara? Habari gani kwako mtu ambaye una biashara yoyote ile na unajishughulisha nayo? Langu jina ni Pele Mkono. Hii ilikuwa ni Mjasilia TV na Kanjibai Shoes Product.